Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumanne, Juma Kuu, kipindi cha Kwaresma, mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya, sura ya 49, aya ya kwanza hadi ya 6. Na somo la Injili linatoka katika Injili ilivyoandikwa na Yohane, sura ya 13, aya ya 21 hadi 33, na ile aya ya 36 hadi 38. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili ilivyoandikwa na Yohane. Pale alipokuwa na mitume wake mezani, Yesu alifadhaika rohoni. Akashuhudia akisema, "Amini, amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti." Wanafunzi wakatazamana huku wakiona shaka ni nani amtajaye. Na palikuwapo mmoja wa wanafunzi wake ameegama kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Basi Simoni Petro akampungia mkono, akamwambia, "Uliza, ni nani amtajaye?" Basi yeye, hali akimwelekea Yesu kifua chake, akamwambia, "Bwana, ni nani?" Basi Yesu akajibu, "Ndiye mtu yule nitakayemtoelea tonge na kumpa." Akatoelea tonge, akalitoa akampa Yuda, mwana wa Simoni Iskariote. Na baada ya hilo tonge, Shetani alimuingia. Basi Yesu akamwambia, "Uyatendayo yatende upesi." Wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyeijua sababu ya kumwambia hivyo. Kwa maana wengine walidhania, kwa kuwa Yuda huchukua mfuko, ya kwamba Yesu alimwambia kama, "Nunua tunavyohitaji kwa sikukuu," au kwamba awape maskini kitu. Basi huyo akiisha kulipokea lile tonge, akatoka mara hiyo, nako kulikuwa ni usiku. Basi huyo alipokwisha kutoka, Yesu alisema, "Sasa ametukuzwa mwana wa Adamu, naye Mungu ametukuzwa ndani yake. Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Mtanitafuta, na kama vile nilivyowaambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja, kadhalika sasa nawaambia ninyi." Simoni Petro akamwambia, "Bwana, unakwenda wapi?" Yesu akamjibu, "Niendako huwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye." Petro akamwambia, "Bwana, kwa nini mimi nisiweze kukufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako." Yesu akamjibu, "Je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amini, amini nakuambia, jimbi hata wika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Wapendwa ndugu zangu, karibuni tutafakari mafundisho tunayoyapata katika somo la Injili, tukiongozwa na ujumbe, "Tutafuteni mema na wala si mabaya, ili tupate kuishi." Ndugu zangu katika Kristo, mazingira ya somo la Injili tulilosikia hivi punde yanamuonyesha Bwana wetu Yesu Kristo akiwa mezani pamoja na wanafunzi wake. Hii ni mara tu baada ya kuwaosha miguu. Jambo la kushitua zaidi, Yesu anaonekana kutokuwa na furaha kabisa, kwani alijua kuwa mmoja kati ya wale wanafunzi aliowaosha miguu atamsaliti. Na ndiyo maana mmoja kwa moja anasema juu ya usaliti utakaofanywa na mmoja wao, huku mwanafunzi aliyempenda sana akiwa ameegemea kifuani pake anamdadisi kuwa mtu huyo ni nani. Kitendo cha mwinjili Yohane kutuambia kuwa mwanafunzi
aliyempenda sana alikuwa ameegemea kifuani pa Yesu, inatupatia ujumbe kuwa mwanafunzi huyo alikuwa karibu na Yesu zaidi. Hii tunaifahamu kwa undani zaidi, kwani kulingana na utamaduni wa Wayahudi, fikra na mawazo na uelewa wa mtu vilikuwa moyoni mwake. Hivyo kitendo cha Yohane kuegama kifuani pa Yesu ni kiashiria wazi kabisa kuwa Yohane alikuwa ameegemea moyo wa Yesu. Hivyo ukaribu wake huo ulimwezesha kumfahamu Yesu kwa karibu zaidi. Ndiyo maana hata Petro anamuagiza amuulize ni nani atakayemsaliti. Somo hili lina makundi mawili ya wahusika, ambapo kundi la kwanza ni Yesu mwenyewe na kundi la pili ni wanafunzi wake. Somo linatupatia habari za karamu ya mwisho ya Yesu na wanafunzi wake kabla ya kuingia katika mateso. Yaani tutaweza kusema kuwa alikuwa Yesu anasherehekea kwa mara ya mwisho akiwa na wanafunzi wake. Na ni mwanzo wa hotuba ya kwanza ya kuagia ya Yesu kabla hajaingia katika mateso. Kwa upande wa wanafunzi wa Yesu, wahusika ni watatu. Mhusika wa kwanza ni yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda sana, Yohane mwana wa Zebedayo, na ambaye maandiko yamemtaja kuwa alipendwa sana na Yesu. Mhusika wa pili ni Yuda Iskariote, ambaye katika orodha ya mpangilio wa wanafunzi wa Yesu, yeye daima amekuwa akitajwa wa mwisho. Na hii inaashiria juu ya upekee aliokuwa nao, kwani yeye alikuwa hatokei Galilaya, hivyo ni mtume pekee ambaye hakuwa mwenyeji wa Galilaya, kwani yeye alikuwa anatokea katika mji wa Yuda. Na ni huyu ndiye aliyemsaliti Yesu. Na mhusika wa tatu na wa mwisho ni Simoni Petro, ambaye alimkana Yesu. Ndugu zangu, katika somo hili la Injili tunajifunza mambo msingi yafuatayo. Jambo la kwanza ni urafiki wa kweli. Kama wahenga wanavyosema, akufaaye kwa dhiki ndiye rafiki. Wapendwa, hapa tunamwona yule mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda sana na ambaye naye pia alimpenda sana Yesu. Na ni kwa sababu ya upendo huo alitamani daima awe karibu na Yesu. Na ndivyo ilivyokuwa. Na hata tunamwona alisimama chini ya msalaba akishuhudia kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Hapa tunapewa mwaliko wa kuwa karibu na Yesu. Tuwe karibu naye kwa maneno yetu, matendo yetu na katika maisha yetu. Tunaweza kujiuliza, nifanye nini ili niwe karibu na Yesu? Au nitende vipi ili niwe karibu naye? Ndugu zangu katika Kristo, katika kujibidiisha kusali na kuishi neno la Mungu, tunaweza kuwa karibu naye. Wanasaikolojia wanasema katika hali ya kawaida mtu akiacha kuongea na mwenzake ataanza kuwaza yale mambo ambayo yanamvutia, na mawazo hayo yanakuwa yanatofautiana kwa kadiri ya mtu na mtu kulingana na umri na uadilifu wa mtu huyo. Kwa mtu anayelenga ukweli na wema, yaani anayetafuta daima mema, mawazo hayo hugeuka maongezi na Kristo. Jambo msingi la kuzingatia hapa ni kwamba tunapaswa kuwa watu watafakari na sala mara kwa mara, ili kutengeneza ukaribu na Yesu zaidi, na pia ili tuweze kuimarisha mahusiano yetu na Mungu na ndiko kuwa karibu naye. Vile vile sala zetu ziambatane na bidii ya kutenda mema, kujitoa sadaka kama Kristo mwenyewe alivyofanya. Yeye aliyatoa maisha yake na kufa msalabani, tena kifo cha aibu iliyoambatana na maumivu makali. Vile vile nasi tutoe maisha yetu kwa ajili yake. Tutoe muda wetu kwa ajili yake. Tumpe basi nafasi katika mioyo, akili, mawazo yetu. Hivyo na sisi tuwe kwake kama Yohane yule mwanafunzi aliyempenda. Tuwe daima kando yake, kushiriki katika mateso yake, kumpa faraja, na huo ndio urafiki wa kweli. Haitoshi tu kuwa karibu na rafiki zetu nyakati za furaha, bali pia nyakati za huzuni. Tuambatane nao ili kuleta faraja kwao. Ndugu zangu, kila mpigo la moyo wa Yesu ni sauti inayosema nakupenda. Na inasema kwetu sote kwa sababu sisi ni rafiki zake. Ni sauti inayojirudia hivyo katika mapigo yote ya mioyo ya wanadamu ambao Yesu angependa kuwafungilia wote ndani ya moyo wake, na hivyo kupata amani na furaha.
Tunaalikwa basi tumruhusu Yesu aandike sauti na neno na kupenda ndani ya kila pigo la moyo wetu. Kwa kusikiliza sauti yake na neno lake kuliweka katika matendo, ili hata moyo wetu uwe na uhai ule wa moyo wake. Na hivyo tutakuwa rafiki zake wa kweli, yeye ndani yetu nasi ndani yake. Jambo la pili tunalojifunza katika somo hili la Injili ni kuwa katika maisha yetu tusimwache Mungu kwa sababu ya chochote, bali tuachane na chochote kwa sababu ya Mungu. Kwa sababu chochote hicho kinaweza kukuacha. Kama ni mali zitakwisha. Kama ni cheo, mamlaka au madaraka, tukumbuke vina mwisho. Aidha kustaafu au kuisha muda wa nyadhifa hiyo. Lakini Mungu kamwe hatuachi, yupo nasi nyakati za furaha na dhiki. Ndugu zangu katika Kristo, kwa upande wa Yuda ambaye Yesu anatabiri kuwa atamsaliti, kwake yeye fedha ilikuwa ya maana kuliko Yesu. Na ndiyo maana anakosa uaminifu kwa Yesu na kumsaliti. Wapendwa, tujiulize ni mara ngapi tumemsaliti Kristo kwa kutokuwa waaminifu kwake na kuona utajiri, pesa, mali, vyeo na kazi mbalimbali tulizonazo kuwa ni za maana kuliko yeye. Wapendwa, maisha mazuri tunayoishi yasitufanye tukose kuwa waaminifu kwa Mungu. Yasitufanye turidhike na kumwacha Mungu. Tunaalikwa basi tumpe Mungu nafasi ya kwanza na wala si shetani. Mambo ya ulimwengu huu yasitutawale, bali sisi tuyatawale. Na tutawaliwe na Mungu, kwa kuwa Mungu ndiye mtawala wa kila kitu. Kama ambavyo tuliahidi katika ahadi zetu za ubatizo, tuzidi kuwa waaminifu kwa Mungu, tukidumu katika muungano naye. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Paulo Stefano Laiza wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.